بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo katika risala yetu hii fil wudhu'i wal ghusl was sala tutaangalia kaifa yatatahharu al-maridhu wa yusalli, namna gani atajitoharisha mgonjwa na namna gani ataswali. Nukta ya kwanza ni at-tahara, namna ya kujitoharisha. Qala Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika risala yake hii ya kwamba yajibu ala al-maridhi an yatatahhara bil ma'i, inapasa kwa mgonjwa ajitoharishe kwa maji. Hiyo ndiyo asli. Inapasa kwa mgonjwa ajitoharishe kwa maji. Fayatawaddaa, basi atatawadha min alhadathi alasghari, kutokamana na hadathi ndogo. Wayaghtasila, na ataoga min alhadathi alakbar, kutokamana na hadathi kubwa. Kwa maana mgonjwa asili yake katika kujitoharisha anatakiwa akiwa na hadathi ndogo basi atawadhe kwa kutumia maji yaliyo tohara yenye kutoharisha. Na pindi anapokuwa na hadathi kubwa, kwa maana yale yenye mlazimu yeye kuoga, basi ataoga kwa ajili ya kuondoa hadathi hiyo. Hiyo nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili anasema fa in kana la yastati'u at-taharata bil ma'i li'ajzihi, basi ikiwa hawezi kujitoharisha, hawezi tohara ya maji. Fa in kana la yastati'u, ikiwa hawezi at-taharata bil ma'i, hawezi tohara, hawezi kujitoharisha kwa maji, li'ajizihi, kwa kushindwa kwake kufanya hivyo, au khawfi ziyadati al-maradhi, au kwa kuogopea kuongezeka maradhi, au ta'akhuri bur'ihi, au kwa kuchelewa, kuhofia kuchelewa kupona kwake, basi wakati huo fa innahu yatayammamu, basi hakika yake yeye atatayammamu, kwa sababu ya kushindwa kutumia maji kwa ajili ya kupata tahara, udhu au kuoga. Nukta ya tatu wanasema kaifiyatu tayammumi, namna ya kutayammamu mgonjwa. Namna ya kutayammamu kama kawaida ilivyo, an yadhriba al-ardha at-tahira biyadayhi darbatan wahida, ya kwamba apige an yadhriba al-ardha, apige ardhi at-tahirata,
ardhi iliyokuwa tahara, biyadaihi, apige kwa kutumia mikono yake miwili. Kwa maana kama tulivyoona kule katika asli, apige mikono yake miwili katika ardhi, dharabatan wahida, pigo moja, yamsahu bihi ma jami'a wajhihi, apake au apanguse kwa kutumia hivyo viganja vyake viwili, apake uso wake wote, apake uso wake wote kwa pigo hilo moja. Thumma yamsahu kaffaihi, kisha atapaka au atapangusa viganja vyake, ba'dhuhuma bi ba'dhi, baadhi yake kwa baadhi ya kiganja kingine. Kwa maana atapiga pigo moja kwa ajili ya uso wake, atapaka uso wake wote kwa ujumla, alafu kwa hivyo viganja vyake, alafu hivyo viganja vitapakana baadhi yake kwa baadhi yake. Kwa maana mkono wa shoto utakuja kupita katika mkono wa kulia, pangusa hivi, kisha mkono wa kulia atakuja kuanzia pangusa mkono wa shoto, na kuna kupakwa ni huku jamani, huku ndo kunapaka, huku kunapakwa. Tumeelewana vizuri? Ukishapiga katika ardhi utafuta uso, kisha mkono wa shoto huo utapaka hapa mkono wa kulia nyuma, huo mkono wa kulia unaanza hapo katika maungio, utapeleka mbele hivi. Hiyo ndio kaifia tu atayammumi, namna ya kutayammam ala al-asli, yani katika hukumu ya kisheria iko hivyo. Ukifanya hivyo tu kwa sababu miongoni mwa sababu zilizotajwa, basi tayari wewe ushapata tahara. Na kutayammamu, unatayammamu kwa hadathi ngapi? Hadathi gani? Unatayammamu kwa hadathi gani? Naam, Simba, unatayammamu kwa hadathi gani? Kubwa. Sheikh Said, unatayammamu kwa hadathi gani? Naam, kuna ndogo na kubwa. Sijaona tafsiri jawabu hapo. Allahu musta'an. Kuna ndogo na kuna kubwa. Haya, nauliza tena, kutayammamu, unatayammamu kwa hadathi gani? Naam, ndio kutayammamu kwa ajili ya tahara. Unatayammamu kutoka hadathi kwa hadathi gani? Mukbil, unatayammamu kwa hadathi, kwa kuondoa hadathi gani? Naam, Sheikh Salim hapo wasaidie, unatayammamu kwa ajili ya kupata hadathi, kuondoa hadathi gani? Taib, barakallahu fi zote, yani maana yake jawabu ni hilo. Sheikh Said, umeelewa hapo? Sio kuna kubwa na kuna ndogo, yani maana yake bado hujajibu hapo, umetaja tu. Kwa hiyo kutayammamu kwa ajili ya kuondoa hadathi zote. Kwa maana kama wewe unawajibikiwa na kuoga, sababu za kutumia maji zimeshindikana katika zile sababu zilizotajwa kisheria, umeona yani maana yake zile sababu unazo wewe za kutotumia maji, unatayammamu na hadathi kubwa imefanya nini? Imeondoka. Vivyo hivyo katika hadathi ndogo, kwa maana hauna udhu, ndio hadathi ndogo hiyo, unataka kupata tahara ili uswali, utatayammamu hivyo hivyo. Kwa hiyo tayammamu kwa ajili ya kuondosha hadathi zote, ndio jawabu lake la mkato. Upo Sheikh? Sifa, tuko pamoja? Hadathi zote tuligusa kule mwanzo, kule nafikiri kama mlikuwa hadhir. Haya, kwa hiyo mkono, viganja vitafutana, vitapangusana wenyewe kwa wenyewe. Nukta ya 5 wanasema idha kana fi ba'dhi a'dha'i at-tahara
jurhun. Tayib, anasema idha kana fi ba'dhi a'dha'i at-tahara jurhun. Sasa ikiwa katika baadhi ya kiungo cha tahara, yani kwa maana kile kiungo ambacho yeye anatakiwa akitawadhe, kama mfano mkono, si ndio? Baadhi ya kiungo chake cha tahara kuna kidonda, jurhun, kuna kijeraha, wewe unatueleza sasa hukumu yake. Fa idha kana fi ba'dhi a'dha'ihi fi ba'dhi a'dha'i at-taharati jurhun, kukiwa katika baadhi ya kiungo cha tahara kidonda, fa innahu yaghsiluhu bilma'i. Nimeruka wapi hapo? Ya 4. Aha, sawa. Nukta ya 4 anasema fa in lam yastati' an yatatahhara binafsihi. Katika hiyo kutayammam huyo mgonjwa, jamani, nimeruka nukta hiyo. Huyo mgonjwa ameambiwa anatakiwa akishinda kutumia maji kwa ajili ya udhu anatakiwa afanye nini? Atayammam. Sasa ikiwa atashindwa yeye mwenyewe kufanya nini? Kutayammam ili apate tahara, ndio anasema fa in lam yastati', ikiwa hakuweza an yatatahhara binafsihi, yeye kujitaharisha mwenyewe, fa innahu yuwadhi'uhu. Sawa, kama mfano mwenye uwezo kwamba hadhuriki na kutumia maji na vile vigezo vya kutumia maji vinamfaa yeye kwamba anaweza kutumia maji, basi yuwadhi'uhu, mgonjwa huyo atatawadhisha mwenyewe. Si hawezi kutawadha mwenyewe, hawezi, sio? Basi yuwadhi'uhu, atatawadhishwa. Yuwadhi'uhu au yuyammimuhu, au atatayammamishwa kama hawezi kutumia maji. Kuchukua utapiga futa mkono yake, si ndio? Unamtawadhisha kama anaweza kutumia maji, au utamtayammamisha ikiwa hawezi mwenyewe kutayammam na hawezi kutumia maji. Nipaelewa vizuri hapo? Jamani, kama anavyozungumza, kila mmoja ajue somo hili linavyosomwa, tunavyosomesha, ni kila mmoja anahusika kwenye somo hili. Sio kama kuna mtu mwingine hahusiki. Ukijibagua umejibagua mwenyewe, alafu baadaye hapo uje kuwa mjinga. Kwa maana vitu kama hivi vya ulazima mtu kuvijua, alafu ukaonekana kwamba hauelewi kitu, yani wewe upo tu. Sasa ulikaa darasani maana yake nini sasa? Na tunazungumza Kiswahili, si ndio? Tunazungumza Kiswahili, lugha yetu ya taifa. Sasa mtu atakaposema kwamba hakuelewa, maana yake inabidi tumuulize maswali mengi. Tumeelewana vizuri? Tunaongea Kiswahili ili mradi kila mmoja ajue ana haki ya kuyafahamu haya, na anafahamika, inawezekana kufahamika bila shaka. Kama utaamua kuzingatia, unaweza kuzingatia. Haya, kwa hiyo ikiwa atashinda, basi atatawadhishwa au atatayammamishwa. Hiyo ni nukta ya 4. Kwa maana yuyammimuhu shakhsun akharu, atamtayammamisha mtu mwingine. Huyo mgonjwa akishinda kutayammamu mwenyewe, kwa maana kupiga katika ardhi akajifuta usoni, kwa pale alipokaa, kama mfano mumarrid fil mustashfa, amelazwa singine hospitali, lakini akili yake iko timamu. Ndio wakati mwingine watu wanakuwa watu wa ajabu sana. Kipindi kile ambacho mgonjwa yupo katika hali kama ile, yuko hospitali amelazwa, yani utokezea watu kabisa kwamba sasa ukimwambia swali hapa sasa utamsumbua mgonjwa huyu, na hali ya kuwa uwezo kufanya hivyo akili yake iko timamu yule mgonjwa. Hawezi kutayammamu, basi mtayammamishe. Sawa? Tayammamisha baba tayari bana, haya swali. Yeye hivyo hivyo alivyokuwa. Unaona vizuri? Ataswali hapo hapo kama ataweza kuashiria Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu akbar. Allahu akbar.
anaswali hivyo. Tumeelewana vizuri? Sio kwa vile yeye ni mgonjwa amelazwa basi swala pale imefutika. Na ndio watu wengi sana wako hivyo. Mwingine hata akiwa safarini tu, yani fikira zake anaonekana kama swala yeye haipo kwake sasa kwa vile yuko safarini. Ajabu sana. Anaweza akasafiri mtu mbali wa kawaida au sivyo, inayoitwa safari. Lakini kwa vile yeye yuko safarini anaona sasa mimi nitaswali saa ngapi sasa, mimi nimeshughulishwa nifanye hiki na hiki na nitaswali vipi sasa. Na wakati huko anakokwenda huko kuna misikiti au kuna majumba anafikia sehemu au kuna uwezekano kabisa yeye kuswali. Na kwa nini ishindikane kuswali? Kwa nini ishindikane kuswali? Wewe watu wanatakiwa wawe makini. Swala sio jambo la kwamba mtu anapojisikia basi yuko sawa kabisa ya mazingira ya nyumbani ndio ataswali, lakini akishughulishwa kidogo tu mpango wa swala ametia kwenye kapu. Ni ajabu sana. Ukifa sasa wakati uko safarini na swala hizi ulizoziacha kwamba umesamehewa hivyo. Mwingine hata kama akaenda shamba, akaenda shamba basi swala kule hakuna kule. Sasa Uislamu huu Uislamu wa vipi sasa? Ulipoambiwa swala ni jambo la lazima, wewe unaelewaje? Kwa hiyo sio jambo la kulipa mgongo bila sababu za msingi. Mamoja akili yako imeondoka kwa maradhi uliokuwa nayo, hapo kitu kingine au hukumiwi juu ya swala. Gonjwa wa akili umezimia, fanyaje? Ndio sababu hizo, lakini wewe akili yako iko timamu na unafahamu. Swali. Nukta ya 5 unasema idha kana fi ba'dhi a'dha'i taharati jurhun, basi ikiwa katika baadhi ya viungo vyake vya udhu, baadhi ya viungo vya udhu kuna kidonda, kuna kijeraha, fa innahu yaghsiluhu bilma'i, asli anatakiwa aoshe kwa maji. Asili anatakiwa achukue udhu na aoshe kwa maji, kwa maana yake atawadhe au aoge. Hii ndio asili hii. Tunaona vizuri? Si kwamba eti kwa vile ana kidonda tu basi atakiwa aguse maji. Inawezekana kwa kidonda chake maji yakiathiri, au tatizo lake alikuwa nalo maji yafanya nini? Hayana athari yote kwa maradhi yake aliyokuwa nayo kwa kidonda chake. Tumeelewana vizuri? Sasa basi fa in kana al-ghuslu bil ma'i yu'athiru alayhi, basi ikiwa kutawadha kwa maji au kuosha kwa maji kuna muathiri yeye, kunaweza kuathiri, kuleta athari katika kidonda chake. Ikiwa kuosha kwa maji kutakuwa na athari, masahahu masha, basi atapaka kupaka. Sawa? Atapaka kwa kupangusa, maana yake atapaka. Umeelewana vizuri? Fayabullu yadahu bilma'i, basi atautotesha mkono wake kwa maji, wayumirruha alaiha, na ataupitisha juu yake. Tujalie mfano katika kiungo cha tahara ambacho wewe unatakiwa utawadhe kuna kidonda, si ndio? Kuna kidonda hapo. Kidonda hiki ukitia maji kwa maelezo ya daktari au namna kilivyo kitapata athari na athari inayozungumzwa ni ipi? Kuongezeka au kuchelewa kupona. Tumeelewana vizuri? Ndio athari. Ukitia maji basi kidonda kitaongezeka au kitachelewa kupona. Wewe utakiwa utie maji hapo. Sasa katika sehemu yako kwenye kidonda kama hii ambayo hapo unatakiwa utawadhe, si ndio? Lakini sasa ukitawadha ukitia maji pale pataleta athari kama hizo. Sasa wewe utatawadha katika sehemu nyingine, viungo vyote utatawadha. Umeelewana Kama huku utatawadha kama kawaida, si ndio? Utatawadha.
alafu ile sehemu ile yenye kile kijeraha, si ndio? Utautotesha mkono wako kwa maji, maana utashika maji, alafu utapangusa hivi juu yake, juu ya kidonda. Tumeelewana vizuri? Utapangusa juu ya kidonda. Unaona asili ya kisheria inavyotuelezea, yani kuonyesha kwamba wewe usipokaa darasani ukajifunza dini yako utaharibu kila kitu. Tunaona vizuri? Yani wewe utakuwa ni mwenye kuharibu tu. Kwa hiyo utautia maji mkono wako, kisha utaupitisha juu yake, yumirruha alayhi. Basi umemaliza kazi, nenda kasoma. Fa in kana almashu yuathiru alayhi aidan, na ikiwa kule kushika maji afu kapitisha juu yake kunaweza kuleta madhara vile vile, kunaweza kuleta athari vile vile, sawa? Fa innahu yatayammamu anhu, yatayammamu anhu, atatayammamu kutokana na hiyo sehemu iliyokuwa haijapitisha maji. Atatayammamu kwa ajili ya nini? Ile sehemu ambayo haijapata maji. Yani vipi? Utatawadha viungo vyote kwa maji kama kawaida. Baada ya hapo sasa, utakwenda katika sehemu ya kutayammamu, weka mchanga wako, utachukua kwenye ardhi, utaweka safi, utapiga na utafuta uso na viganja. Unatayammamu kwa ajili ya nini? Ile sehemu ambayo nini? Hajagusa maji. Kuna haja ya kuyajua haya? Ipo haja ya kuyafahamu haya? Kwa hiyo tusipojifunza haya, maana sisi tutakuwa ni watu wa karibu. Afu Uislamu utaona mgumu. Lakini mambo ni mepesi kabisa ambayo yanawezekana kutekelezeka. Uislamu hakuna kipengele hata kimoja ambacho ukasema Uislamu bwana hapa utekelezeki. Hakuna. Lazima utaambiwa ukishindikana hivi fanya hivi, ikishindikana hivi fanya hivi. Nafikiri tunaelewana vizuri hapo. Ndio dini ya Uislamu. Al-Islam ad-dinu yusrun. Islam ni dini yenye wepesi. Ukiitilia ugumu itakushinda. Haya. Mimi ningeona kwamba twendeni kidogo kidogo. Hao sivyo? Twendeni kidogo kidogo leo tufikie hapo. Tusimame hapo leo insha Allah. Alafu tutakuja kuendelea, maana haya masuala yanahitaji ufahamu vizuri. Naelewana vizuri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.